Hii ni video yetu ya kwanza katika channel yetu hii. Dhumuni la kuchukua video hii ni kwamba tumeona kutokana na uzoefu wetu na kwa utafiti wetu kuna changamoto nyingi sana ambazo watu wanazipata pale ambapo wanachukua maamuzi ya kwenda kuishi katika nchi za nje. Kwa maana ya kwamba wanatoka nchini kwao wanaenda nchi nyingine kwa ajili ya vitu tofauti tofauti, kama kwa ajili ya elimu au kwa ajili ya kazi au kwa matembezi tu binafsi. Na katika changamoto hizo zinakuwa zinategemea na vitu mbalimbali. Kwa mfano, inawezekana ikawa changamoto zinazotokana kwa ukosefu wa taarifa sahihi kabla mhusika hajachukua maamuzi ya kutoka nje ya nchi. Pia muda mwingine, pamoja na kuwa na taarifa sahihi, lakini bado kuna mabadiliko ambayo huwa yanafanyika, yani kwa nchi ambayo unakuwa unakwenda kutembelea au unakwenda kikazi au unakwenda kwa ajili ya kufanya biashara, unakuta kuna baadhi ya mabadiliko yanakuwa yanayafanya, na unakuwa kipindi ambacho unasafiri unakuta kwamba yale mabadiliko kuyapata ndani ya muda, na unajikuta unakuwa katika wakati mgumu. Sasa kwa kuligundua hilo, tumeamua kuwaletea taarifa. Hapa taarifa itakuwa inatolewa kwa lugha ya Kiswahili ili iweze kueleweka. Ni lugha yetu ya taifa, lugha ambayo inazungumzwa na watu wengi tu duniani, na sasa katika Afrika Mashariki. Na dhumuni kubwa ni kuhakikisha kwamba taarifa zinakuwa zinakufikia ndani ya muda, na hasa kwa wale watu ambao wanapenda kusafiri kwenda nje ya nchi, lakini pia watu ambao wanapenda kwenda nje kuishi huko moja kwa moja pia, kama vile wahamiaji. Na tutajitahidi katika video zetu zinazofuata kuhakikisha kwamba tunakupa vitu ambavyo inabidi uvijue wewe kama mtu ambaye unaitaka au unaipanga kwenda nje ya nchi. Kwa hiyo kama hiki ni kitu ambacho kinachokuvutia, ambao unataka kujua jinsi gani unaweza ukaenda nje, au inawezekana sasa hivi uko nje lakini kuna changamoto unakuwa unazipata uko nje, basi hapa ndo inabidi uwepo, kwa sababu kwa siku za usoni tutajitahidi kuhakikisha kwamba tunawaletea taarifa ambazo zitakuwa zina faida, iwe wewe ambao uko nyumbani au yule ambaye yuko nje ya nchi. Haijalishi, wewe njoo, sikiliza na pata faida juu ya haya ambayo tunajaribu kuwanufaisha nayo. Hilo ni kwa leo. Tuonane katika mazungumzo yanayofuata.